Baba, tunakushukuru kwa sababu ya mahitaji yote iliyo mbele yetu. Wewe ni Mungu unayejibu maombi kama vile tumekiri kwa vinywa vyetu. Siku ya leo kila mmoja wetu hapa anaweza shuhudia siku moja maishani mwetu ulijibu maombi yake. Na sasa tuko na imani moja kwa ajili ya kufufuka kwako msalabani. Kifo haingeweza kukuzuia pale. Na kwa ajili ya hiyo kufufuka, imani yetu imepata haja ya kuaminika dunia mzima. Pasipo kufufuka kwako, hii imani ingekuwa bure. Kwa hivyo wale walio na mahitaji siku ya leo tunaamini unakutana na hiyo mahitaji kulingana na nguvu na neema ambayo umewakirimia siku ya leo. Kuna wale wanahitaji kuponywa mili kwa sababu ya magonjwa. Wewe kifo haingeweza kukuzuia. Hata magonjwa isiweze kuwazuia watu wako katika jina la Yesu. Na kwa sababu ya nguvu iliyokufufua Yesu Kristo, tunakiri siku ya leo watoto wetu na watoto wako wapendwa wamepona katika jina la Yesu. Tunaomba siku ya leo Mfalme, wale walioanguka watashuhudia wamesimama, wale ambao ni wagonjwa watashuhudia wamepona kwa sababu ya nguvu ya msalaba. Asante Mfalme wa wafalme. Kuna wale walio na ndoto nyingi, tunaomba siku ya leo zitafufuka katika jina la Yesu. Wale walio na maono ambayo yanaenda kuzimia, tunaomba inafufuka kwa sababu ya kazi ya msalaba. Baba, tunakushukuru na tunalisifu jina lako kwa sababu una uwezo wa kufanya hiyo. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. 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 Tunaweza kuketi chini katika jina la Yesu Kristo. Pokeeni salamu zangu. Happy Easter. Ushuhuda wangu tangu niliposimama hapa wakati wa ile mentorship, hiyo ibada hiyo sana. Tumezunguka, tumeenda Nyanza, tumeenda Budalangi, tumeenda Murera, tumeenda Nakuru, tumeenda airport, tumeenda wapi. Lakini Mungu ametulinda kwa hizo safari zote. Hiyo ndio shida. Tumepitana na majali nyingi barabarani kama vile dada Rosa alikuwa anasema, unaona hiyo imeanguka, imegongana na hiyo, mvua imenyesha, watu hawaoni vizuri jiani, naona wengine wameenda opposite direction. Kwa hivyo kusafiri hizo safari zote na kurudi na shuhudia ni Bwana. Wale waliopata nafasi ya kutuombea katika hizo safari, Mungu awabariki. Mungu alijibu maombi, na endeleeni kusimama na wale wote wanaosafiri katika nchi na nje ya nchi. Bwana asifiwe. Tuko na wageni wengi siku ya leo, na wengine sijajua ni kwa nini hawajasimama. Bite, uko wapi Bite? Huyo msichana sio kwa nini hajasimama? Kutoa na familia yako hapa dakika moja. Huyu ni mgeni wetu, ni mtoto wetu ambaye ametuletea wajukuu. Najua sitaki watu waulize huyu alikuwa nani, huyu alikuwa amevaa hivi na hivi. Wasalimie watu, waambie Bwana asifiwe tena. Nimeokoka, nampenda Yesu kwa sababu ni Mwokozi na mfariji wa maisha yangu. Huyu ni baba yangu na huyu ni mama yangu. Tulikuwa tukiwa na huyu na pia ni baba yangu. Ni baba yangu. Nashukuru Mungu kuwaona. Sisi ndio wa kwanza kwa hii huduma. Nimerudi kwa baba yangu sana. Ni msichana wangu. Amen. Asante. Amen. Amen. Sisi tumebarikiwa kupata mtoto wetu na wajukuu. Wale wanaona Deno akiwa mlevu hivyo, simama Deno. Wale wanaona huyu akiwa mlevu hivyo, mwenye alimlea na kumbeba kwa hii mgongo yake ni huyu. Akalea, akabeba kila mahali, kanisani, wapi.
akapikia chakula na hata Waidera pia pale. Kwa hivyo tumefurahi sana. Mungu awabariki. Karibuni, mnaweza mkaketi. Na kuna wengine kako pale kamekataa kusimama, anaona haya kusimama. Asante. So thank you very much. Nashukuru Mungu kwa ajili ya yote. Ilikuwa ni Sunday ya youth na sijui kwa nini Pius uko hapo. Sijui kwa nini Pius amekosa kushuhudia na ni Sunday ya youth. Sijui ni wangapi wanakumbuka siku tulileta watu wa kuwafundisha mambo ya savings hapa, wakawaambia ukisave 25 shillings 25. Unakumbuka hiyo masomo? Sitaki kuuliza swali ni wangapi bado wanasave, kwa sababu wengine mtaipika. Lakini nishangaa sana kuona tangu siku hiyo Pius akaanzia na hiyo 25. Sasa juzi amejenga nyumba yake, amejengea baba yake nyumba na ameanza kununua vitu za kuweka nyumbani. 25 miaka, hata alikuwa ananikumbusha ni 2021 ile hiyo siku. Sasa wakati alikuwa ananionyesha picha akijenga na nyumba pili kwa sababu ya 25. Nilidhani angeshuhudia hiyo, lakini shida saa zingine tuna take for granted mambo. Hiyo si kitu kubwa, hiyo si kitu kidogo. For a youth to save that money, you build for your father, you build for yourself at the same time. Alafu ununue vitu za nyumba yako kwa sababu ya 25. I'm telling you, mimi sina gift nyingine naweza kuwapa kwa ibada yenu ni hiyo ya changamoto. Akili ziamke, muanze kusave kama Pius. Mjengee wazazi, mjijengee wenyewe na mnunue vitu za nyumba yenu, mtoke nyumba za wazazi wenu. That is my gift to you for your Sunday service. And may the Lord bless you. Amen. Sasa mtumishi, wewe umesemekana wewe ndio ulidedicate hapo. Na ukaulizwa ulidedicate. Ama sikusikia vizuri? Sasa wewe utashuhudia, introduce mtu wako, alafu ufanye mtoa hiyo dhabihu umepewa. Alafu nirudishie makofi. Tumpigie makofi askofu wetu. Huyu si mgeni hapa. Hata hahitaji introduction yoyote, hii madhabahu ni yake. Amehubiri hapa miaka mingi. Kwa hivyo sasa wakati mmoja alikuwa pastor wa families katika hii kanisa. Tuko huko Nairobi. Campus pastor. Kwa hivyo yeye si mgeni. Na mbegu zake ziko hapa, ni members wetu, mbegu zake ziko hapa. Mbili kwanza. Asante. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kanisa mpo? Mpo. Basi itika pamoja na mimi. Hallelujah. Amen. Amen. Kwa kweli tunayo furaha kubwa kuwa hapa kwa msimu wa Pasaka na tunamshukuru Mungu sana. Na kama jinsi presiding bishop amesema, hapa sisi si wageni, sababu hili ni kanisa letu na tumefanya kazi kwa wingi hapa tangu bado tuko Nairobi River Road mpaka safari hizi za kuhama na kujikuta tukiwa hapa. Tunayo mengi tuweza kusema, lakini Mungu tu ni mwema kwa sababu ametulinda kwa nyakati zote hizo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huu nimekuja na mama, ningetaka naye pia asimame kabla hujafanya dedication ya ubiti. Huyu ndiye mke wangu, kuja karibu hapa, karibie. Nimekuwa na yeye kwa miaka yote hiyo na tunashukuru Mungu kuwa hapa siku ya leo. Na tukiwa pamoja na yeye tumefanya kazi. Kwa hivyo sisi ndio viongozi wa kanisa la Glory Outreach Assembly Burundi na tunashukuru Mungu kuwa pamoja naye. Bwana awabariki sana. Ningetaka tu wasalimie kabla dedicate tuombee mchana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninafurahia Mungu kwa jinsi Mungu anaendelea kutulinda, na ninafurahia Mungu kuona tumeongeza kuingia ndani ya kanisa ambaye unakuwa baba na mama,
hata tukiwa huko Burundi huwa tunatangaza hadharani ya kwamba kuna baba na mama huko. Sasa tukitoka Burundi na kuja hapa tukiwakuta ni wazima na wako salama, kwetu ni mshindi mkubwa. Na ninafurahia kuona jinsi mnaendelea kuwa pamoja nasi, kutulindia watoto. Na pia ninashukuru Mungu kwa siku hii ya leo ya Pasaka kuweza tena kuwa pamoja na my love katika kanisa hili, ambayo neno kubwa ni yule ambaye alianza ibada leo na kuweza kusema kwamba tazama upendo Mungu aliyotupenda nao. Hiyo nilikaa pale nikitafakari. Upendo haiendi hivyo hivyo, lazima kuwe sacrifice. Na kama hakuna sacrifice, hiyo upendo inakuwa rejareja. Na kwa sababu ya hiyo imetufanya sisi sote tuwe hapa siku ya leo. Na ndio maana ulimwengu ututambue. Waislamu waweza kukubali siku hii ya leo kwa sababu tunajipiga kifuani, Yesu alikufa na akafufuka. Na hapo ndipo ushindi wetu upo. Maana wengine wote walikufa na wakasaulika, lakini Yesu safari iliendelea, na siku moja tutamuona yule aliyekufa kwa ajili yetu. Amen. Ndiyo, Bwana akubariki sana. Na sisi Mungu ametubariki na watoto 5 na wawili tuko pamoja nao hapa. Nataka Dr. Bonte asimame, na wala wajua baba yako na mama yako. Yes, ndio huyo. Nataka Don asimame. Ndio huyo, hao wawili wanafuatana, na tunashukuru kwa kuwa wako bado kanisani mwetu Glory Outreach Assembly. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Amen. Ningetaka tuombe kwa ajili ya mchana huu. Sijui amekaa wapi. Yes. Basi jaribu tena uje hapa mbele. Jaribu tu. Kuna uwezo wa uponyaji. Yes. Ndoto yako ndio imefanya shetani akuonee wivu, lakini ameshindwa. Kwa sababu mti ambao hauna matunda, hakuna mtu atajaribu kupiga mawe. Lakini mti ambao una matunda ndio shetani hujaribu kila mtu jaribu kupiga mawe ili kwamba aangushe kitu hapo. Na wewe ndoto yako ni kubwa. Sikia nikwambie, ndoto yako ni kubwa, ndio sababu shetani anahitaji kukujaribu kwa ajali mbalimbali, lakini sisi tunakuja kuweka mpaka. Semeni amen. Nataka kuweka mpaka. Unajua wakati mwingine tunaposoma madhabahuni tukisema mambo hapa, watu hawaelewi nini tunasema. Lakini sisi tunayo uhakika kile tunachokiri kina uwezo wa kubadilisha mambo. Kwa hivyo nataka kuomba kwa ajili yako. Ponyaji mifupa ishikawe, ponyaji ifanye kazi, na maisha yako ya dumu jinsi Mungu anavyotaka. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasema kwa muda kama huu, kuna nguvu katika jina lako, kuna uwezo ndani ya jina lako. Ndio sababu napokiri ajili ya binti huyu. Kuna mengi ule mwovu ibilisi ametaji kujibu, lakini nami nasema no. No. Nasema no. Uwepo wa Bwana uwe nawe. Ulindwe kwa jina la Yesu Kristo. Ulinzi wa Bwana uwe juu ya maisha yako. Nasema kwa muda kama huu, ulinzi wa Bwana uwe juu ya maisha yako. Natangaza. Na ninapokugusa namna hii, nasema nguvu za Bwana zikuguse. Kwa uwezo wa jina la
la Yesu Kristo. Mahali mkuu ufanye kazi sasa kwa jina la Yesu Kristo. Receive now power from heaven. Sikukuse tangu leo. Ulinzi wa Bwana ulinde maisha yako tangu leo na hata milele kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Asante kwa hiyo huduma. Mnenaji wetu wa siku ya leo si mgeni tena, tumekuwa hapa kwa hii madhabahu. Yeye ni mmoja wa wale ambao walisikia mwito wa kwenda kuwa missionary. Wakati huo tulikuwa tunasomea pale Nostos. Hii kanisa ilikuwa Nostos. Na yeye akashukua akatii na tukamwambia enda Garissa. Tangu siku hiyo amekuwa consistent na hiyo passion yake. Kwa hivyo tunafurahi sana wakati tunapata fursa ya kusikia kutoka kwake. Hatuna watu wengi katika GOA ambao passion yao ya mavuno ama shauku la mavuno limeendelea kuwa miaka yote. Watu ambao wako tayari kwenda mahali popote wakati wowote kulipa gharama yote. Lakini huyu amekuwa mmoja ambaye tunashukuru Mungu kwa sababu yake na vile Mungu anavyomtumia pale. Na zaidi ya hiyo, Mungu kwa sababu ya upendo wa mataifa, Mungu anaendelea kumfungulia milango ya mataifa. Marekani amehubiri nchi nyingi zaidi, na bado kuna zingine nyingi ambazo Mungu atamfungulia kwa sababu ya hiyo. Kwa hivyo tunapopata nafasi ya kusikia kutoka kwake tunafurahia, kwa sababu Mungu huenda akatuambukiza na hiyo shauku la mavuno. Kwa hivyo tupigie Yesu makofi kama kumkaribisha missionary pastor Reverend Bishop Elect Peter Wambura. Asanteni sana. Yeah, God bless you so much. Kanuni yangu ya maisha huwa nasema ya kwamba he who wastes your time wastes your life. If somebody can't respect your time, he doesn't respect your life. And so that is why I'm asking that question, so that I can know how many minutes nafaa kutumia. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Nashukuru sana. Unajua kanisa la GOA International. Hapa tunasema amen. Ukienda Burundi wanasema amen. Ukienda Massapequa wanasema amen amen. We are international. Bwana Yesu apewe sifa. Na tunashukuru Mungu. Yesu ameniokoa, nashukuru sana. Pokeeni salamu kutoka kwa mke wangu na watoto wangu. Wapigieni makofi. Wanaendelea kushirika pale katika mji wa Gariseni. Mungu amekuwa pamoja na wao. And so we thank God because of his blessings upon our lives. And more so I want to thank our presiding bishop and mom because of giving me this opportunity so that I can minister today. And also vijana, najua ya kwamba mna watu wengi ambao wangeweza kusimama hapa wahubiri, lakini mmenikubalia niweze kusimama hapa siku ya leo. Let me say that we are doing good in Gariseni. We had what we call DYC Dynamic Youth Conference 2025 last week. Na tukakuwa na vijana wakafika Wednesday, tukakuwa na worship experience, then we had them on Thursday, Friday, Saturday. Tukamaliza Friday usiku, wakaenda nyumbani Saturday. Wengine walikuwa wametoka South Coast kwa kanisa la Lunga, na tukashukuru sana. Kwa mambo mengi ambao tulizungumza, lakini moja yake tulikubaliana na wale wasichana ambao walikuweko pale ya kwamba hakuna haja ya kupanua miguu, panua akili. So ile usema usimwage miguu, usimwage mtama mbele ya kukuini. So I'm not giving any explanation. Panua. Kitambo ufikie kiwango ya kuitwa daktari kama Bonte na wengine walio hapa ambao wako katika mambo tofauti,
ni sababu kuna sarakasi ambazo umejinyima katika maisha yako. And they understood that. Watoto wa kiume nao tulikubaliana, do not let erection give you direction. Nasikia wadada wamesema haleluya, maana wanajua yale masaibu wamepitia. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Let's do things that are in order. Na ikifikia umri wa kuoa, oa. Olewa. Usifurahie hii maisha ya kukaa bila kuolewa ama kuoa. Ina majaribu mingi sana. Na unajipotezea miaka, utakuja kuolewa ukoa miaka 30 na labda hujui kama Mungu atakupatia kipindi ya miaka 5 kukaa bila mtoto. Sasa uanze kuzaa ukoa 35, kuwa 38. Wengine wanaanza sasa kutulazimisha hapa kuwaombea wazai wakiwa miaka 40. Inaendelea huko. Ukienda mikutano, watoto wako wanajificha. It has happened. Unaenda mkutano wa shule wa watoto sababu ulikataa kuolewa. Natumia maneno maksudi. Ulikataa kuolewa. Kwanza ulikuwa unaangalia watu kina Wangura ambao walikuwa kama yule gavana wa sijui kama ni Wasilishu ama ni wapi, koti moja. Koti moja. Ukiwaangalia unaona hata yeye nikae bila kuolewa kama ni Wangura. Lakini Mungu ametuwezesha. And so I want to beseech you by the mercies of God, the young people that we have in this church, and this is one of the churches that doesn't have complications. Ukipata mchumba ni askofu ama yule kasisi amewekwa juu yako, mwambie mimi hata sitaki hiyo mambo ya harusi kubwa. Mimi nataka ushauri, mama ni mshauri ama yule atakupatia ushauri. Nje hapa mtangaze mke na mume siku ya Jumapili, maisha iendelee. Watoto wa kiume mlio hapa, Biblia inasema ya kwamba who gets a wife, who fights a wife, fights a good thing and obtains favor. Kuna kibali hutapata kama kapela. As a bachelor, there is some level of favor you will not receive. Unless. Na ndio unaangalianga unashindwa ya kwamba yule na kazi yake hata haifikishi 50,000 kwa mwezi, anawezaje kusomesha mtoto hata university bila fundraising, bila harambee? Ni sababu he who fights a wife gets a good thing and obtains favor. Kuna kibali tu inakujana. Na niposa nakasirikia shetani, nakasirika sana. Sisi wengine ni wafupi kama nyundo. Mungu ameanza kutubariki na watoto warefu. My son is taller than me. The son of Pharisee, my brother here, Bishop Pharisee, is taller than him. Abigail is taller than the mom. Alafu shetani aanze kukuzaguza hao watoto hata kupata nafasi katika jina la Yesu. Hiyo miguu itasimama na itatembea mataifa katika jina la Yesu Kristo. In Jesus name. Hatuna budget ya wheelchair hapa. Shetani aelewe katika jina la Yesu Kristo. Atapona, huyu dada atapona, apende asipende katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Amen in the name of Jesus Christ. Amen. Kama vile ambavyo wengi mnajua, I am very enthusiastic when it comes to matters healthy. And taifa la Kenya na dunia nzima imeanza kuvamiwa na ugonjwa wa diabetes, ugonjwa wa sukari ya watoto. Inaitwa juvenile diabetes, ambayo ikigraduate inakuwa diabetes 1, halafu kuna ile diabetes 2. Halafu sasa ikifika hapo inaingia ile wa Marekani wanaita diabetes 3. Maybe Dr. Bonte doesn't know about that. Wa Marekani ikifikia ni mambo ya dementia wanaitanga diabetes 3, maana sukari ndio inawaelekeza watu huko.
Na nimesoma statement moja hapa inasema ya kwamba diabetes increases the risk of stroke and heart diseases up to 4-fold. It is the leading cause of blindness. We are talking with mom this morning, and he mentioned one servant of God whom we can call a general in this country of starting churches. Right now he's blind because of diabetes. See, acid yalimwagiwa. Diabetes. It accounts for over 60% of all lower limb amputation. Lower limbs sasa ni miguu. 70% of diabetics will suffer mild to severe nerve damage. And it is a leading cause of end-stage kidney disease. Kitabu ambayo nilinunua inaitwa Vacation of a Medication by Dr. Bob Price. Niweke hapo. Vijana tulionao hapa kanisani, jifundishe kula vitu ambavyo vinaweza kukusaidia katika maisha yako. Wazee tulionao pia jifundishe kula vitu ambavyo vitakusaidia katika maisha yako. Achana na hii kasuba ya kusema ya kwamba mbinguni tutapewa mwili mpya. Kabla ukapewa mwili mpya, hii mwili yako itatusumbua hapa. Hii yako itatusumbua hapa. Sasa kama sisi hatuna shida mbinguni, kwa kweli utapewa mwili mpya, lakini kabla ukapewa hiyo mwili mpya, hatutaki kuwe amputated, hatutaki kuwe blind, hatutaki kuwe na mambo mengi. Kuna yale magonjwa ambayo tunaita lifestyle diseases. Shuleni kuna wakati sasa kusema walitudanganya wale walitusomesha, nikisoma pharmacology wakati wa nafanya pharmacy, lakini walikuwa wanatuambia kwamba magonjwa mengi ni genetic. But I'm here to remind you or to inform you that genetic inaleta ile kitu kinaitwa predisposition. Predisposition ni kumaanisha kwamba una uwezekano wa kupata. It does not bring predetermination. Predetermination ni kumaanisha kwamba imeamuliwa ya kwamba sababu babako alikufa na sukari na wewe utakufa na sukari. Hiyo ndio tunaita predetermination. Genetics inaleta predisposition, kumaanisha kwamba hii familia imekuwa na kasukari na kuna uwezekano ukakapata. Kwa hivyo jihadhari. That's predisposition. Na sababu nimeona mumeanza kuharibu sura, ninaomba niingilie mambo mengine. Sababu yetu ya siku ya leo inaitwa the power of his resurrection. The power of his resurrection. Sababu tuko katika ibada ya ufufuo, the power of his resurrection. And I'd like to remind you kile kilitufanya mimi na kina Beatrice, maana tulikuwa naye kwa youth katika kanisa pale River Road, na wengine tukue na ule umoja ama youth ikue ina nguvu, ni sababu tulikubaliana na statement ya mission ya GOA ambayo inasema ya kwamba nendeni katika mataifa yote ya ulimwengu mkawafanye watu wafuasi wangu. We agreed with that. And I remember we could go, I was discussing with, you all know, our brother who is member of this church, Ephantas. The first time I met Ephantas, tulikutana Kisma. Kisma is in Samburu. Tukaenda kujenga kanisa huko ndani pahali palikuwa panaitwa Nontoto. Tukiwa na kina Bishop Kareni, Reverend Mushiri, and many others that we went with. The missions is very important. Mungu amemleta Askofu Felician kanisa hili, na hata wakati ya yuko watoto wake wako hapa. I want to challenge the youth of this church. Pakeni safari ya kwenda kuhudumu katika nchi ya Burundi. It's very easy. Very easy. I was chatting with one of my friends this morning, na nilimleta katika hii kanisa. Ni last year, mwaka jana ndio tulikuwa na conference ya watoto hapa. Nilimleta hapa.
missionary ambaye anaitwa Bernard. I was chatting with him this morning. Ameanza biashara ya kusupport mission yake ile ambao wanafanya huko, akaanza biashara ya usafiri. Kwa hivyo wako na gari, I don't know whether it's a Voxy or a Noah, but it could be a Voxy, ambayo inachapa trips from Nairobi hadi Bujumbura. Nikamuuliza inabeba watu wangapi kado na driver? Akaniambia inabeba watu 7. Nikamuuliza one way unalipisha pesa ngapi? Akaniambia kwamba I asked up to Muyinga. Muyinga is the border town. I did not ask up to Bujumbura, but the fare may not differ so much. Akaniambia kwamba tunalipisha 8,000. Na nikamuuliza hiyo imetosha kupeleka mtu? Imetosha kumpeleka mtu. Sasa mambo ya kula jiani, atajibebea chakula yake, atabeba pesa zake za kula jiani. That's one way. Now sasa katika usafiri unakuwa ya kwamba huna shida ya mpakani, maana uko na missionary with international ambaye amesafiri. And some of you 16,000 ama hata tuongeze hiyo 2,000 za kula jiani, so let's call it 20,000. 20,000 is peanut to some of you, and not to some, to many of you. 20,000 ni kitu kidogo sana, lakini unaweza kuwekeza pale. Bwana Yesu apewe sifa. So I want to challenge us, the young people of this church. Let's go to this mission. You never know what God has kept you outside these 4 walls. You never know. And you never know where God is taking you. I'll also mention that as we come to conclusion. Our scripture today is Philippians chapter 3, verse 7 to 11. Philippians chapter 3, verse 7 to 11. Our verse of concentration is verse number 10. So let me read from verse number 7. Let me read from verse number 7. The Bible says, but whatever what gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord. For whose sake, go back a bit. For whose sake I have lost all things, I consider them garbage, that I may gain Christ, and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Jesus Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Verse 10. I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection, and to participate in his suffering, becoming like him in his death. And finally, verse 11. And so, somehow, attaining to the resurrection from the dead. Go back to verse 10. I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection, and the participation in his suffering, becoming like him in his death. Hii ilikuwa theme yetu ya the teenagers camp. We had a teens camp this week. Youth camp was last week. The teens camp was this week. And this was our theme, that I may know him, that I may know Christ, in the power that led to his resurrection. Tunapozungumzia nguvu ya Kristo ama nguvu ya ufufuo, ninaomba kuzungumzia nguvu aina 3. I want to speak about the 3 powers that we obtain by knowing and believing in the power of resurrection. I mentioned 2 things. Knowing and believing in the power of resurrection. 3 powers that we get. The first one is the power to have our sins forgiven. Ni nguvu ya kufanya tupate msamaha wa dhambi. The reason as why we are rejoicing in Christ, the reason as why we are happy, is because our sins are forgiven. And that is why we sing, I surrender all. That is why we sing, Demuhoi,
Hallelujah. Joyce, you've got a lot of work to remind our fellow Christian those songs. The power to have our sins forgiven. Dhambi ni mzigo na dhambi ni mbaya. Biblia inasema ya kwamba afichaye dhambi zake hatasamehewa, bali yule aziungamaye na kuziacha atapata rehema. He who conceals his sins is not forgiven, but he who confesses and abandons the sinful ways is forgiven and obtains mercy from God. That's what the Bible says. Romans chapter 4 verse 25, the Bible says, he was delivered over to death because of our sins, and he was raised to life because of our justification. We've been justified. We are being sanctified as we await to be glorified. But all that starts with knowing and believing in the power of his resurrection. Paul said, if Christ never resurrected, then our preaching is in vain. Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, na katika ufufuo tunapata uvuvio. It is in resurrection that we get the revival that we are talking about, and the hope that we will also resurrect. Power number 2, the power to conquer sin. The first one is the power to receive forgiveness, the power to be forgiven our sins. The second one is the power to conquer sin. Unaweza kuwa kwa kweli ulisamehewa dhambi zako, lakini ukarudi katika dhambi, ukaendelea kuishi katika dhambi, manake hunjaondoka katika ulimwengu. But now the Bible is talking about the power to conquer sin. Kuna zile kanisa ambazo watu wanaenda kutubu, wanaenda kwa kadirisha fulani, wanatubu, na kuna kasisi uko ile pande nyingine anasikiza kutubu kwako. Sasa kuna huyu kaka ambaye alikuwa ana mazoea ya kwenda pale kutubu. Alikuwa mwanafunzi, kila siku akienda namwambia yule padri ya kwamba ninaomba unipeleke mbele za Mungu nisamehewe sababu nimefanya dhambi. Dhambi gani mwanangu? Anasema ya kwamba nilimba kalamu ya wanafunzi wengine wenzangu. Juma lijalo anamwambia ya kwamba naomba nisamehewe, nilimba kalamu ya wanafunzi wenzangu. Ya tatu vile vile. Ya nne yule padri akakasirika sana. Akamuuliza, wewe pumbavu, huwezi ukafanya dhambi nyingine? Dhambi ile ile. I'm not here to enlighten you or to entertain you or to request you to sin differently. No, that's what I'm saying. That's not what I'm saying. I'm talking about getting this power to conquer our sin. The Bible says, let us approach the throne of grace, that we may obtain grace and mercy, that we may obtain mercy and grace to help us in times of trouble. Times of trouble will come, but we have the grace. We have the grace. The Bible says in the book of Titus, for the grace of the Lord has been revealed, that teaches us to say no to all ungodliness, not part of
tulikataa kusema no. We refuse to say no to that fast puff of cigarette. Now we are chained in smoking. We refuse to say no to that one drink, the first drink. No one is born a drunkard. No one is born a smoker. No one is born a drug abuser. We always have that first time. And if you lower your guard and fail to say no to that first one, you may not say no to the second one. You may not say no to the third one. You may not say no to a million one. The power to say no to all ungodliness. And the scripture that reminds of the power to conquer sin is in the book of Ephesians chapter 4 verse 24. The Bible says, put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. We put on the new self. You remember that song that we used to sing when we were young in the villages? I don't know how you used to sing it in your village. It's no longer me. It is Christ who fills me with peace. It is no longer me. When you recognize that and you confess it, you pronounce it, you sing. You know what God told Cain? Mungu alimwambia Cain, akamwambia Cain, sin is crouching at the door. And you, not God, not Abel, not Abel, not Adam, not Eve, your mother, you must master it. You must overcome it. Whenever God tells you to do something, He has already invested in you power to do that. Yes. And He also reminding you that you have the power to do it. Biblia inaposema ya kwamba usiibe, inakwambia mambo mawili. Una uwezo wa kuiba na una uwezo wa kukataa kuiba. Kuiba. You have the power. That power is the power to be God's agents. The first power, I say it is the power to have our sins forgiven, the power to conquer sin, and the power to have and the power to be God's agent. Nguvu ya sisi kufanyika mabalozi wa Bwana. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 20. Give me that. 2 Corinthians chapter 5. We can start from verse 17 to 20. 2 Corinthians 17 to 20. We have several things there. Now, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, and the new has come. There is newness that comes in accepting Jesus Christ. There is newness. There is newness that comes. The new way of seeing things, the new way of relating with people, the new way of approaching matters, the new way of facing challenges of life, the new way of celebrating. We don't celebrate like people of the world. We celebrate differently. Hallelujah. Uliona wapi mtu akileta degree kwa madhabahu? Wewe uliona wapi? The old is gone. The new has come. Wengine wakipeleka degree kwa waganga, ndugu yetu anaileta kwa madhabahu bila kuitishwa. I've been in this church long enough to know that we have a clique of very uncreative people. Very uncreative. Askofu atatambika, aongee na marafiki zake, akutafutie msaada, usome, umalize, na hata ile nidhamu ya kurudi kusema asante. Wewe na
wale wenye ukoma 9. Hawana tofauti. Mmoja ndiye alirudi. Kwa hiyo nikiona ndugu ambaye hataitishwa shahada yake na anajitolea kuleta katika madhabahu, ninajua ya kwamba kwa kweli Mungu anafanya kazi. God never leaves himself without a remnant. God never leaves himself without a remnant. So I rejoice in seeing that. And may God prosper you in Jesus' name. Mungu akuonekanie katika jina la Yesu Kristo. Na isiwe mwisho katika jina la Yesu Kristo. Alitamka akasema vile watu wanasema degree is just happen. Sasa kuitenganisha na yale makaratasi mengine, ilete kwa madhabahu, ichapwe maombi katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Na internship inakosekana, na wale ambao mko na internship, I have one of my spiritual sons, he's called Daniel Katana, one of the people that I trust so much in the ministry that we are doing in the coastal region. In Katana, I took him all the way to Aravis, the Rift Valley Institute of Science and Technology. For 3 years, he has graduated with a diploma in medical engineering. He got a credit. So if you know somewhere that we can place this young man for internship, manake anasukuka na internship. Huyu sasa anaipata Nairobi, anaambiwa Eldoret, alafu anatumwa Turkana. He's a very, very good young man. I love him and I appreciate him. So the Bible says, verse number 18, verse 18, it says, all this is from God. Now listen to this statement. Tunaambiwa sote. Kwanza hao wanaambiwa walikuwa wabaya kuliko sisi. Hai! Wakorintho. Pastor is hungry. Upewe kanisa la Wakorintho. Hili likikushinda usifikirie la Wakorintho. Hawa walikuwa wahuni. Hawa walikuwa wamemalizana na mademu wote kanisani. Sasa wakageukia bibi za baba zao. Mabaya. Hao ndio Paulo anaambiwa ya kwamba all this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us a ministry of reconciliation. Muulize jirani yako, wewe umetoa na huduma? Muulize tu, do you have a ministry? Do you have a ministry? Actually, you need nothing else. You have a ministry. Nituheto utukata wako iguithania. Reconciliation iko iguithania. Tukaiguithania tu. Atinia sho jirani ciaku ahaukaratna mahorana maoka kwetha uiguana wako. Ogune mukirikana kirauga. We've been given the ministry of reconciliation. Bwana apewe sifa. Now, I continue to say verse 19. Verse 19. And that God was reconciling the world to himself through Christ, not counting people's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. The message of reconciliation has been committed to us. We have been given. Hallelujah. Sasa yule ambaye alikuwa anauliza nitaenda Burundi kusema nini? Enda sema hivyo. Burundians be reconciled with Christ. Ingia gari Burundi. Amen. Hiyo ujumbe imeshafika. Bwana Yesu asifiwe. Hata kanisani kama una ujumbe nimekupatia. Unatuita kanisani tunakuja kusema nini maendeleo ya Waislamu? Kuja simama kwa madhabahu hata kama ni kwa crusade, Waislamu be reconciled to God. Ingia basi rudi. Hiyo ingine tuachie. Bwana Yesu asifiwe. We've been given the ministry of reconciliation, and verse number 20 reminds us. Now verse 20 says, we are therefore having known that we have been reconciled to God through Jesus Christ, and we are already new now, and we have been given the ministry of reconciliation, and not only the ministry but also the message of reconciliation. Therefore, we are Christ's ambassadors. As though God was making his appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Withanieni na Ngai, pataneni na Mungu. Tumepewa huduma ya upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi kama vijana
wa kanisa hili na wazee na wamama na watoto, how do we execute this ministry of reconciliation? Mambo matano. Jambo la kwanza linaitwa competence. Yote imeanza na C. Competence. Competence ni nini? Biblia inasema katika Luke chapter 2 and verse number 52. Luke 2:52. Wale mlienda Sunday school ilikuwa inasemaje? Hatutaenda hivyo. Ndio kuna watu wanajificha hapo. Mary, can you remember? Almost. Thank you. Thank you. Na ketiso alikuwa akinene haga akienda kuoneka ona Luka 2:52. And Jesus grew in stature. Now listen to me. Growing in stature is almost automatic. As long as you are eating, you are exercising by walking. Growing in stature is involuntary. It just comes. But growing in wisdom, you have to work on it. That is now what we are calling competence. Work on your competence. Anytime I think about people who have worked in their competence in this ministry, sasa achana na bishop, unajua huyo wako level nyingine. Sasa kuje kwetu sisi hao wengine, presiding bishop wako level yake katika mambo ya competence. When you think about Bishop Felician, somebody who came to this country without any theological academic paper and left this country with a master's degree, not only from a Bible school but from AIU, Africa International University. Man, that is what we call competence. And I thank God for that. When you think of people like Bishop John Carey, all the way to Asbury University and acquires a doctorate, we are talking about competence. When you think about how many years our bishop has worked across the globe, relating with different people, I mean, you have to be competent kuwa rafiki na mtu kwa zaidi ya miaka 10. And people like this friend of yours from Crane Church. Yule mzee ambaye alikuwa hapa juzi. Rob, how many years have you written the book? Rob, imagine 20 years. 20 years. 20 years. Sisi tupate tu namba ya simu ya kamzunguka moja. Tutakasubua mpaka katublock. Tutakasubua mpaka kaandike barua head office ya kwamba kuna mtu ananisumbua. We are talking of a relationship for more than 20 years. Not only with, I know there are others who we have related with for more than that. When you think of people like Rebecca, I have known her for a long time. I think I've known Rebecca now for more than 15 years or something like that. Competence. Competence is the ability to do something well, including the skills, the knowledge, and the abilities. Luke chapter 2 verse 14. Luke 2:14. Luke 2:14. I've got 16 minutes. Luke chapter 2 verse 14. And the child grew, that is Jesus Christ, and became strong. No, this is not Jesus. This is John. You got no wrong. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was on him. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna niruhusu nitumie haya maneno. Hakuna Mkristo ovyo kama Mkristo aliye na neema ya Mungu
Mungu lakini hana wisdom. Biblia inasema ya kwamba the child grew, became strong, filled with wisdom, and the grace of God was on him. Mtu ambaye ana grace lakini hana wisdom, hao ndio wanaongozanga ibada masaa mawili, anahubiri masaa mawili, hana ile wisdom ya kuona watu wanamwambia kwamba let my people go. Yani wameanza kulala, yani wamama wameanza kuchuna vitoto vimeanza kulia, wengine wameanza kutoka na kurudi. Hana wisdom. Wisdom is paramount. Let my people go. Let my people go. Yeah. As a preacher, you have to know when to stand up, when to speak, and when to sit. If you don't know that, forget the pulpit. Wisdom. Growing wisdom. Mwambie mwenzako growing wisdom. Ndugu yake Yesu alikuwa anaitwa Yakobo, akasema ya kwamba na yule hana hekima aombe. Kijana alikuwa ameangalia kaona huduma kuipeleka bila wisdom haiwezi. Akasema yule hana wisdom aombe kwa Mungu ambaye anapeana bila kupendelea. Haleluya. Ndugu yangu, wisdom ya kukaa na wife. Wisdom ya kukaa na wife. Hawezi kuja kulaani watu kwa hii madhabahu na hawana shida. Ulisumbuliwa na wife ukikuja barabarani. Amwambia tutatoka kesho saa 1:30. Saa 1:30 ndio anabeba mtoto akimpeleka kwa bathroom kumuonesha. Unashindwa sasa uchome nyumba ama upeane talaka ama nini? Wisdom inakufanya ugoje na unatoka hapo mkisimama na unakuja kwa ibada. Wanaweza kupesima. Haleluya. Na hiyo mambo haishi leo wala haishi kesho. Hata hii wiki nimekuwa na jambo kama hiyo. Mtu akaingia kwa nikamwangalia nikajua nikamuuliza, ulikuwa unajua tunatoka saa ngapi? Na ukaona nikikupita. Na ukatoka ukaanza kuongea na watu wengine pale. Na bado nimeoa wapendwa. The second one is confidence. Sometimes you can be competent but you are not confident in what you are talking about. You don't have the courage. Uko na makaratasi yote lakini ukisimama mbele za watu unaanza kutikika hivi. As a youth, as a Christian, you need to be confident. You need to have courage when you are articulating your matters. Be courageous. Inasemekana kwamba ni watu wengi sana ambao wananyimwa visa haswa ya Marekani sababu ya kukosa courage. Anaenda hapo anaanza kufidget kwanza kukula vidole na kugusa mikono na kuangalia kwingine. Na unajua tumelelewa tofauti. Wazazi wetu wakitulea walikuwa wanatuambia kwamba mtoto hafai kuangalia mtu mzima kwa macho. Hapana. Lakini ujue ya kwamba especially mwanaume, Wezi ukakaa hivi unaangalia kama umekosea unaangalia chini unasomewa mpaka unaondoka. Kwa wazungu ni tofauti. Sasa lazima uelewe ya kwamba visa huwezi kuomba Karatina. Huwezi kuomba Nyandarua. Unaenda kwa ile basi ya Marekani. Wamarekani nao wanaamini ya kwamba ukiniongelesha kama unaangalia kwingine unandanganya. That's the way. It is about culture. That's what we are talking about competence. Yeah, you cannot talk to them if you're looking a different direction. Kuna kitu unanificha ama iwe unandanganya. Kwa hivyo try kwenda kwetu. Maana kuna kitu unanificha. Na ni vile sasa wewe umebeba ukikuyu wako wa Nyeri, ukikuyu wako wa Nyandarua, ukajua ya kwamba mtu mzima tena mkubwa hafai kuangaliwa kwa macho. Hapo wanataka uangalie kwa macho kana kwamba iko na pilipili. Ya pili ni confidence. Biblia inasema in John chapter 8 and verse number 23, you are from below. Hallelujah. And I am from above. You are of this world and I am not of this world. Huyo ni Yesu. Anajua alikotoka na anajua aliko na anajua anakoenda. Confident in whom he is. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Confidence comes with getting the right self-identity. Self-identity haitokani na mambo matatu. Self-identity, your self-identity is not about what you have. It's not about who
kubwa. Hiyo gari ikishukuliwa maana ilikuwa ya loan, identity yangu sasa inaenda na hiyo gari. No. And thirdly, your identity does not come from what people say or think that you are. Kuna watu wengi wako katika upasta sababu waliambiwa ya kwamba na nao hutie. Na wewe unaweza kuhubiri. Unaweza kuhubiri. Si kwa kanisani kumefanyika hivyo. Kijana mmoja ninamlea hapo kanisani. Ameanza kuchoshwa na wale vijana wengine wanamuita nabii. Nabii. Ameacha shule. He was a student in KIST. Kiambu Student Science and Road. Kwanza kuitwa tu hapo nabii. Ulisikia wewe ulichapa injili nabii. Sawa nabii. Nabii nataka mimi. Sote zinaingiana hapa. Bwana Yesu asifiwe. Si ya tatu inaitwa connection, inaitwa network. Let me remind you something that our bishop has been telling us, that your network is equal to your networks. Your network is equal to your network. Dada Joyce, ukijipata ya kwamba umezungukwa na watu na ukiwa na kashinda ka 10,000, yani unapigia watu watatu marafiki zako na waweza wakakutatua wakagazua, you are in the wrong group. Definitely. Tufanye aje? Hawa kutoka kwa hiyo kikundi. Your network is equal to your network. The connections are very important. The connection. I have eaten and drunk from the connection that I have. I don't have a relative, a close relative in the US. Not one. Nilipata tu mmoja ambaye is a distant cousin. Yani mama yake na babangu they are cousin. Na hatujuani Kenya, tulijuania Missouri. Sasa Missouri, Marekani. Na tangu tumiti hiyo siku watu wamiti mara nyingine, but the connections that I've established over my life is what makes me to be hosted by people for months, people who don't come from my, my lineage, my clan. Connections are very important. So wewe kama kijana unajihusisha na kina nani? The first connection is called vertical connection. John chapter 15 verse number 1 kuendelea inasema ya kwamba mimi ndio mzabibu nawe nyinyi ni matawi na hamwezi mkazaa lolote pasipo mimi. It is called the power of vertical connection, being connected to Jesus. The second connection is the horizontal connection. The Bible says in Proverbs chapter 13 and verse number 20, walk with the wise and you shall be wise, but the friend of fools shall be destroyed. Tembea na wenye hekima nawe utaipata hekima, bali rafiki wa pumbavu ataumia. The power of connection. When you establish the vertical connection, the horizontal connection will take care of itself. Ukipatana na Yesu vizuri, atakupatanisha na wale watu ambao wanafaa. The fourth C is about character. Character. Tabia yako. Inasemekana ya kwamba character is like pregnancy. It cannot be hidden. Utaificha tu kwa muda, lakini itafika bahari ile wakikuu wanasema ihundere alega kuo. Hiyo mimba imekataa mabati. Sasa unaenda hivi. Character yako, and nobody I can establish connections for you, but I cannot establish character for you. And character is not a gift of the Holy Spirit, it is a fruit. You are. It's not a gift. Tukuja hapa riba shakaraba pokea character wapi? Hakuna. Inamea, inapandwa, inamea, inatunzwa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I'll give you this story. One day we got a piece of land in Marsabit. I'm talking about
about my story, my last story. I'm not the perfect and you know that. Na ikakuwa ya kwamba sasa pesa lazima ipelekwe. Wakati wa kula pesa, sisi ni wa kitambo, hakuna pesa wakati huo. Sasa askofu akatoa 200,000 na wakati huo ninaenda kuzichukua kule South Sea huko ambako tulipatana na kina Beatrice, na nilikuwa na kabuti nyingine ya green nikazificha hapo. Sasa naingia kwa basi naenda mpaka Isiolo, kutoka Isiolo naingia kwa lori mpaka Marsabit na Kigabi, 200,000 kwa mfuko. Na hakuna bahali na kwa kwamba Wagura keti hapa uandike no. Na mimi sio uko wao. Mimi tumejuana ya kwa wakati namaliza college Kabete 2003 nilipopata na askofu. Nilipomaliza 2004 nikaingia kanisa la Jioni. Nikaenda. Waliponiona wale wazee wakiongozwa na Pastor Hilpo ambaye ni marehemu, waliniuliza kwamba hizi pesa umebeba kwa gari na umekuja nazo mpaka hapa. Tukanunua uwanja na tukaondoka. That was hiyo miaka. Nikifikiria kwamba test zimeisha, kukakuwa na conference Marsabit that was brought by the Mission Society, na walikuwa wananunua zile Biblia kubwa za green ambazo zilikuwa zinaitwa The Sword. Sasa ikafika kununua, na tunanunua wapi? Bible League pale Gongo, hapo pahali hapo na karibu na Gongo Race Course. Sasa tunaenda na askofu amebeba 200,000, tumeenda kwa bank amenipatia 200,000 na mimi nimebeba 200,000. Na wakati huo nabeba 200,000, ndugu yangu, mimi sina account, mimi mwenyewe personal account sina, lakini nimebebeshwa 200,000. Tulipofika pale katika hiyo building akanipatia, si ulisema wewe kuna watu wanauza Bible hapa juu? Sinajua mdabishe wala malaki. Na si unawajua shika hii ingine 200. Nenda nilete Bible hapa. Nimebeba ngapi? 400 kwa mfuko. Kijana ambaye hana kazi, kijana ambaye hana bank account, kijana ambaye umaskini anakaa kama signboard ya umaskini. Mkiuliuka kenda tena muike mugerewa wangu. Nilipoingia wakaniuliza, umekuja kununua Bible? Pesa ziko wapi? Pesa iko. Uko check, nilichukua check. Akasema sina check. Iko na pesa. Kabisa, wewe unajua tunaongea kuhusu pesa ngapi? Nikamwambia Yesu ukisema ni 400,000. Nikatoa yote. Na ni watu wananisia Bible. Wa kwanza kufungua mdomo wake aliyepia kwamba na ukiona ujukopole hapo abelilie kanisa. Ushetani kabisa. Yaani wewe ukatoroka uende ukodishe hall na mnunue hizi umetuanze kanisa 400. Niambie kama ningeiba hizo pesa nikafukue kanisa, sasa ningekuwa wapi? Yaani ningekuwa ya kwamba katika huduma ya GOA mkitaka kufundishwa juu ya wale watu unfaithful, hawana character, Wagura anatajwa. Chunga tusije tukakutanja na mambo mabaya. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba ukitaka kijana ambaye ameharibika ni fulani, usiharibike kama fulani, usiharibike kama fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Character is the moral and ethical qualities including integrity and responsibility. Moral and ethical qualities including integrity and responsibility. Number 5, which is the last one, compassion. Matthew chapter 9 verse 36. Compassion. Nimeongea si ya kwanza ni gani? Ya pili? Ya kwanza ni competence, ya pili confidence, ya tatu, ya 4, ya 5 compassion. Hiyo yote inatokana na kujua pale ambapo tulijua ya kwamba we have a call. Tuna mwito ambao tumeitwa. Na mimi nasema kwamba blessed are the peacemakers for they will be called. Mimi nimesema hapana. Nimesema chapter 9 verse 36. Kama nilisema hiyo nisameheni. Chapter 9 verse 36. Chapter 9 verse 36. Wakati Yesu aliwaona, when Jesus saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. The Bible says, wakati mwingine nakumbuka Mary akiwa kadogo. Hiyo shule ilikuwa inaitwa Moi what? Moi Education
mission center. Mimi akasikia ya kwamba tunaenda mission Zaburi, akatoa nguo zake apeane. Very young. Compassion, because compassion, some of these seeds, they are contagious. If you are compassionate, if you are a compassionate parent, your children are likely to be also compassionate. Kapeana nguo zake tukapeleka. Now let me tell you something. The Bible says, amsaidiaye maskini si anamsaidia Mungu, anamkopesha Mungu, naye Mungu atamlipa. I have seen it happen in my life. He who gives, shosho uliotenda ya modeni negai agwatagia gwatio na gai ya kamera obo gyogeya kufezi. He who gives to the poor lends to God, and God shall repay him. Gai na komaga nabire wangu. Mungu halali na deni ya mtu. Hapana. Haleluya. Kwa hiyo wakati unamsaidia mtu mwingine kama hapa kanisani, ukiona mtu amesimama hana umepitana naye huku, maisha tu ile tu alikuwa nayo Jumapili, na wewe zako hata kuna zile ambazo umesahau, nenda chukua zako bili, nyorosha vizuri, safisha, piga pasi, zipange vizuri, tu msaidie yule ndugu hata pasipo watu kujua. Biblia inasema ya kwamba unamkopesha Mungu, naye Mungu atakulipa. Kwa hayo machache, the power to have sins forgiven, the power to conquer sin, the power to be God's agent. And how do we become God's agent? By working on our competence, confidence, connection, character, and compassion. Mungu awabariki.